Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu ambapo siku chache baada ya kupokonywa leseni yao, wasimamizi wa kampuni ya usafiri ya Super Metro wamezungumza wakidai hatua hiyo ni ya kuangaisha. Aidha, waliwasilisha zaidi ya magari 200 ya kampuni hiyo katika eneo la ukaguzi kama njia mojawapo ya kufuata masharti yaliyowekwa na mamlaka ya NTSA baada ya kuwapokonya leseni. Na Ode Francis na maelezo zaidi. Mapema Jumamosi asubuhi magari ya Super Metro yaliwasilishwa katika afisi za mamlaka ya kudhibiti usalama barabarani NTSA kwa ukaguzi. Zaidi ya magari 200 yaliletwa hapa kwa ukaguzi wa serikali. Moja baada ya nyingine, maafisa wa NTSA walikagua kila sehemu ya magari haya. Hii ni baada ya serikali kupitia kamanda wa trafiki kutoa onyo la kukamata magari hayo iwapo yatapatikana barabarani. License yetu ilikuwa suspended. Kuna utaratibu tunafaa kufuata, moja hapo ni ya kukuja hapa. Kitu yenye hatukuwa tumetarajia. Juu hatukuwa tunatarajia tunaweza kuja hapa wote ati tumekuja inspection na magari mengi zetu siko sawa. Wanasema gari zetu hasina governor, hasina maparua ya nini yote NTSA. Sasa sisi tumekuja hapa kuhakikisha kuona kama hizo gari siko naye. Wasimamizi wa Super Metro wakizungumzia kwa mara ya kwanza tukio la mtu kufariki katika gari hilo. Huyo makanga ambaye amepotea. Kawaida ya mambo ya matatu, wewe hujui mahali ameenda. Vile tunafanyaga sisi, tunachukuaga hiyo file na picha ya mtu, tunaipelekea polisi. Hiyo ni kazi ya polisi wakatafuta hiyo mtu. Mimi siwezi hata nikimwona pale siwezi kumshika. Aidha, wasimamizi wa Super Metro wanataka usawa katika udhibiti wa sako zote nchini. Ikiwa level hiyo wanataka tupitie hiyo level, let it be seen even to the other SACCOs tutafuata. Na ikiwa iko makosa tutakuwa sisi tukitaja bwana hii SACCO inafanya hivi, amchukue hatua. Ndio iwe sasa ile level mumeweka ya Kenya tuifanyie hivyo. Siku ya Ijumaa, kampuni hiyo iliwasilisha mahakamani ombi la kupinga kupokonywa kwa leseni yake. Ni siku ya pili ya ukaguzi wa magari ya Super Metro katika eneo hili la NTSA Likoni ambapo ukaguzi ufanyika. Kinachosalia sasa ni baada ya ukaguzi huu, ripoti ya NTSA itaweza kutolewa na kuweza kubaini iwapo kampuni ya Super Metro itapewa nafasi ya kurudi kazini au la. Ode Francis, runinga ya Citizen.